mjini kitu mazuri. Umependeza kweli. Sasa baba atakuja saa ngapi? Anakuja sasa hivi. Na wewe ulipaka kama mimi nilivyokuja? Na mimi nilikuja nilikuwa mzuri. Kumbe mjini kitu mazuri. Huko kwetu hakuna hata magando, magari hakuna. Yaani hata haya makitu kakufanya wewe mzuri hamna. Unakuwa kama mzuri. Ukalimaka tu sisi. Halo mama Chipaka. Karibu shemu. Zabida tena? Nzuri. Vipi, mfanyakazi wangu umeshamaliza? Bana simuoni. Kuuliza mama Chipaka, mbona ujibu wewe? Kuuliza mama Chipaka, mbona simuoni? Yaani shemu Fred unaichekesha sana. Unamuuliza sio yako? Wapi? Sio yako. Baba, ni mimi hapa. Wow! Unadanganya bwana. Nimependeza. Kweli ni nini? Sijui ni gharama gani yani? Wewe unamwona kuanzia chini hadi juu. Kwa hiyo ukishafika pale tu utapewa mahesabu yote. Aha, sawa. Tena tu pale mbele. Subiri. Rafiki wewe sasa. Pita. Jamani, asanteni sana Haya. Nashukuru sana. Naomba unipe kahea niwasaitie hao. Haya. Karibu. Pita. Pita hapa. Pita. Karibu pita. Pita. Pita kakae pale kwa sawa Subira. Abe. Kitu kimoja. Naomba ujisikie uko huru. Hapa ndio nyumbani. Ndio baba. Sasa mimi nakwenda kwenye sebule nyingine. Ndio. Mke wangu atakuja, atakuelekeza shughuli za hapa nyumbani zinavyokwenda. Nafikiri umeelewa Asante baba, ni sawa kabisa. Namsubiri. Tangu mwaka 1994 na hao ni wanani? Kumbe mtu anatokeaka humu au ni makideo? Hata bitili kungu hajayaonaka haya. Mtu yanatembea mengine mazuri. Kumbe mjini kuzuri. Mmoja ya changamoto ya kujiandaa kwa michuano ya. Kumbe kuna mgeni. Karibu. Samani dada. Sijui unaitwa nani? Maana yake mzangu nakukaribisha hata unijibu. Anita mke wangu. Inakueje? Ina maana umemsahau huyu? Si ndio yule mfanyakazi wetu? Unasema? Mke wangu, huyu ndo Subira ambaye mlikuwa naye saloni. Kwa nini sasa mmemtingira kiasi hicho? Nakwambia Fred
kunitania kabisa, sio usinitanie. Yaani kwa nini unaacha mpaka unamtegea kiasi hicho? Wewe ndio subira. Wewe ndio subira. Siliwacha wote saloni. Ndio wewe uliamua kwamba tengenezwe kiasi hichi. Mimi niliondoka. Bwana usinichanganye. Mimi nimeondoka, nimemwacha bado ndo alikuwa anamtengeneza. Sasa wewe labda uliporudi ndio umemwambia kwa nini umempa nguo za bei kubwa kiasi hicho? Lakini mke wangu, ninachokuomba kitu kimoja. Naomba upunguze jazba. Kumbuka kana kwamba huyu mtu tumemtoa mbali kwao. Tumemokota njiani. Nafikiri wewe ndio utakayemrekebisha. Naomba upunguze jazba mke wangu. Acha tu tufanye kazi. Kwa nini nimempa mavazi ya bei kubwa kiasi hicho? Ina maana hakuna korija? Hapana. Usinieleze kitu, naomba nakwambia bibisi, naomba uondoke. Sikiliza, atakwenda wapi? Sikuelewi, naomba uondoke. Atajua pa kwenda. Dia, punguza jazba mke wangu. Sikuelewi Fred, nakuomba. Una njama na huyo binti? Mke wangu naomba utulie. Nitulie nini? Sikiliza mke wangu, nafikiri utamrekebisha. Ni vitu vya kawaida tu mke wangu. Ya kawaida asugea anapendeza kunipita mimi wewe mwenye nyumba. Unaniambia vya kawaida hivi? Haya basi mpe kanga pale. Naomba nyanyuka uondoke. Hapana mke wangu, naomba usubiri. Sitaki humu ndani nimesema. Ngoja nikwambie mke wangu. Nimesema hatoki. Nakuelewa lakini naomba usikilize. Mke wangu sikuelewa. Atakwenda wapi? Atajua pa kwenda. Hapana, kuna vimba vingi talala. Unajua kama tutamkusha barabarani? Hapana, hatukujua. Atajua pa kwenda. Binti naomba uondoke. Hivi tatizo ni mavazi au ni nini? Tatizo ni kupendeza. Anapendeza ni vitu vya kawaida tu mke wangu. Sikuelewi mume wangu, naomba aondoke. Sikutaki humu ndani. Hapana. Subira. Hebu nenda kule kwenye sitting ya pili kule. Ndio mume wangu. Kama kiasi hicho. Basi mara ya mwisho hatampamba tena. Basi mama nihurumie kabisa. Sasa zile kanga mbona? Unasemaje? Mama mimi sina mjukuu, nihurumie. Angalia anavyolia mtoto wako. Kwa nini umekubali kupendeza kiasi hicho? Mimi niliokotwa na vitirukungu, nisaidie mama. Angalia anaongea vitu vya ajabu ambavyo hatuvijui. Ananichanganya mume wangu. Akakubali amekupendezesha namna hiyo? Mama ni wale watu wa kule wapi kule kusaluni. Kwa nini ulikubali? Sivijui mama, mimi kwangu huku ni majikolo. Majikolo. Hata mimi namsaidia. Kwa sababu hata mimi nimemkuta tayari mshamtengeneza mke wangu. Makubwa. Tumwache tu apumzike. Tutaongea. Mama akanipa na kama nguo. Na manyele wakanitengeneza wenyewe, mimi sivijui hivi vya mchini mama. Na atakupa nguo nzuri hivyo. Hata mashiratu mimi sijui kukavaa. Kwa hiyo lakini hapana, ngoja nikwambie kitu kimoja. Hapana nini? Sasa nasema mke wangu, kwa leo alale hapa. Kesho sawa ataondoka. Amri. Basi binti, msamaha utoa. Ninaomba ulale hapa kwa siku hii ya leo. Lakini kesho unaondoka. Usitegemee kwamba utaishi hapa. Na wewe Freddy, huyu binti akiendelea kuwepo hapa, utakapochagua abakie yeye, niondoke mimi. Hapana, sio hivyo. Siwezi. Hatuwezi tukaishi mafahali wawili ndani ya nyumba moja. Ni mfanya kazi. Mfanya kazi kapendeza hivyo? Okay, tuache tuangalie mambo mengine. Subira. Usiwe na wasiwasi. Wewe kaa. Mimi nitamaliza kwa. Sawa? Nakwambia mdanganye, nakuja na maji ya moto. Wewe mpe moyo. Yale mayo nacha. Na kushoka nake. Anajua jinsi gani mali nilivyoipata. Lakini elewa kitu kimoja, hayupo kabisa katika moyo wangu. Haya baba, na lema kazete. Mimi kabisa baba. Kwanza mimi naondoka kabisa, siwezi. Yule mama akiniona atanipiga kabisa. Sikiliza basi kwanza. Hebu rudi kwa. Subiri kwanza. Kama unamalizia soda yako basi haka. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na hofu aina yoyote. Halo dia. Samahani mpenzi, nimepita mara moja Florida. Nasikia kiu mpenzi. Ngoja nipate Kilimanjaro moja, nakuja sasa hivi. Sawa. Lakini kiwango fanya hivi. Wewe subiri nyumbani, nakuja muda si mrefu. Dia usikonde, nakuja. Hebu tumalizie vinywaji, alafu turudi nyumbani. Sawa? Mama anakuja. Hapana, haji. Wewe tumalizie. Yani, usio na wasiwasi. Sijali. Hapo angalia kitu chako. Ona wasiwasi.
Eke nyumbani. Mama atatukuta jamani. Sikiliza, subira. Tunaondoka. Malizia basi, malizie. Kunywa malizie. Hamna. Kunywa malizie hii. Haya basi, fanya hivi. Ngoja basi twende haya. Nenda kushike. Haya. Taratibu. Hivyo. Safi kabisa. Na wewe ni nani? Sina kuuliza wewe ni nani? Nisamehe. sana. Tunataka 110 ujisikie kwa nyumbani. Karibu sana Aspen. Asante sana, nashukuru dada. Kwa hiyo nzuri kwa hiyo. Asante kukushukuru. Karibu.
Mume wangu, karibu chakula. Sugu, mume wangu, karibu chakula. Sugu, mume wangu, ina maana unisikii? Nimesikia bwana, mbona unafanya kelele? Hii chakula nimeshakionga. Kama ondoka. Mume wangu, yaani kwani mimi nakaribisha chakula na njibu hivyo? Hello? Oh, Naomi. Nishafika Mwanza. Na nimekuja na ndege ya saa 8. Nipo hoteli moja yuko mtaa wa Uhuru nadhani, nimeambiwa na wenyeji. Inaitwa Aspen, wewe mwenyeji. Chumba namba 110. Wai basi nimekusubiri yani muda mrefu sana. Unajua nimefika Mwanza kwa ajili yako wewe. Sina mwingine zaidi yako. Okay, fine. Nakuja sasa yani. Muda dakika 10 tutakuwa nimewasili. Usihofu mpenzi wangu, nakuja. Utanikuta ndani? Okay. Okay. Bye. Sugu, mume wangu, imefikia tu upokea simu ya mwanamke mbele yangu. Nakwambia hivi, si kazi yako. Wewe uko ndani. Halo bia. Mambo vipi? Najua nimekuudhi lakini naomba unisamehe. Sawa? Naomba unisamehe mpenzi wangu. Usichukie. Mimi nilikuahidi nikuja Mwanza. Iwe vile unichukia sasa. Nilikuwa na separation mzigo yangu. Sawa mpenzi? Yaani Sugu, kuanzia saa 8 nimekupigia simu, ndio unakuja sasa hivi? Au ulikuwa na mwingine huko? Niambie basi. Tangu saa 8 nimefika na ndege ya saa 8, nimekupigia simu njoo kaniambia unakuja. Nimekusubiri muda wote huu. Au unipendi? Sikiliza nao. Haya maongezo unaniambia mimi kwamba nina mwanamke mwingine. Hakuna. Wewe ni mpenzi wangu kabisa. Wewe unaniambia nina mwanamke mwingine. Sawa, nimekuelewa. Sasa nataka kujua kwamba tunabaki hapa hapa au anipeleka kwako. Sikiliza Naomi. Pale nyumbani nimemwacha mfanyakazi. Na sasa hivi nitakupeleka wewe. Umeelewa ndio? Ha? Karibu sana. Nashukuru. Kwani huyu Sugu anayekutesa, hii mali sio ya kwake. Wewe Sugu, wewe unamtesa huyu. Unajua nimekukuta wapi ukiwa na mwanamke huyu?
Wewe si nimekuta ukitenda mambo mabaya ya kule guest ukiwa na mwanamke huyo? Mimi ndio Sara, mtoto wa baba Sara. Na mimi ndio mliyenitupa ziwani. Sasa nimekuja kumiliki mali zangu. Salma, usihofu. Utaishi katika mji huu bila wasiwasi. Na wewe toka. Toka. Na kutoka katika mji huu na kwenda kubadilisha uwe kiumbe cha ajabu. Toka. Toka. Nasema toka. Toka. Fanya haraka. Kufika kwake alitaka kumfukuza mke wake kwa sababu yangu mimi. Ndipo alitokea kiumbe cha ajabu ambao anaitwa Sara, akadai kwamba huyo rafiki yangu mimi alimuua baba yake. Anaitwa nani? Sugu. No. Na huu ndio mwisho wa maisha yako. Tazama hapa. Na wewe umenisukuma kwa nguvu. Kaniletea maji ya kunywa tutaongea basi. Nenda bwana kwanza. Mmeshaondoka katika nyumba hii
na mali zote aziachi. Naitwa Sara, mtoto wa baba Sara. Vipi? Hello Rose, kuna nini hapa? Kuna matatizo. Kuna matatizo tena makubwa sana. Kuna matatizo? Matatizo gani hayo? Matatizo nyumbani kwa Chipaka. Kuna mtu kaja hapo ajabu. Yaani jini si jini, mtu ajabu sana. Amesema hivi, haraka siku tatu tumeshauma ama ndani na mali zote huo umezia. Hivyo. Tena hapa. Chipaka, yaani unashinda kuniambia mimi siku zote tunaishi na wewe kwamba hii nyumba tunaishi si mali yako. Mpaka mtu mwingine anakuja kuniambia mimi hii nyumba tunaishi si yako wewe. Chipaka, siwezi kuamini. Nini? Nani kakueleza kuwa sio nyumba yangu? Ni nani huyo? Nani kakwambia habari hizi? Nimesema naitwa Salama Saladini. Mtoto wa baba Sara. Mtoto wa nani? Mimi nikwambia naitwa mtoto wa baba Sara. Mkwambia amesema hivi, anatupa baada ya siku tatu tumeshahama na mali zote uziache. Mimi kwani usikii? Sara. Basi, mrudishie. Atatoa leo. Yaani shemeji alivyosema hivyo. Basi, kwa jinsi alivyokuja, anaweza akaja muda wote. Okay. Haina shida mke wangu. Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Binti Lukungu. Twendeni tukamwone. Swala hili litakwisha, haina shida kabisa, msio na wasiwasi. Naombeni mtulie kabisa, msio na wasiwasi. Twendeni tukamwone. Sawa? Okay, njoo mke wangu, msio na wasiwasi. Twendeni. Tumekuja kiumbe cha ajabu sana nyumbani kwangu. Eti ikidai mali zangu kuwa ni mali zake.
Na isitoshe kimenipatia siku 3. Leo nimekwisha hama nyumbani pale na mali zote nimeziacha. Kimenitishia amani mimi na familia yangu. Basi hivyo kitatuangamiza. Mungu nisaidie Binti Kungu. Naamini utanisaidia. Tusaidie. Mama, tunaomba tusaidie. Yaani nyumbani hapakaliki. Sasa wanangu, mtawasaidia. Yaani msana wasiwasi kabisa. Mimi ndio Binti Lukungu wa Lukungu. Nashukuru sana. Sasa mtawapeni bata atakayokwenda kuwasaidia. Hilo ni zindiko ndani ya nyumba yenu. Hakuna kitu kingine kitakachowachinja. Sasa huyo bata mtamchinja, utamula peke yako. Damu yake utamwaga chooni. Mifupa yake utaenda kutupa ziwani. Hiyo ndio zindiko yenu nakupa. Bibi na sisi je? Yeye ndio ana matatizo. Nimesikia. Haya, nendeni sasa. Sipaka. Lakini kamziko kangu usisahau kuniletea. Haya, nendeni. Haina tatizo bibi, haina shaka. Kwa hiyo vitu huyo bata tunampikia huko nje. Ndio. nafasi. Kamua. Sina bosi, unanitamanisha. Bosi, hata mke wako Ali asije kula. Kamua. Bosi, usile hadi mifupa. Tuiandae, tupeleke. Tupeleke ziwani. Ila uandae damu hiyo. Stay. Stay. Chipaka, bwana Emisi endelee na safari tu, wewe utupie tu hapa hapa. Bosi, msikilize shemeji. Tutupie hapa hapa bana, baridi. Okay, nimesikia. Bosi. Nini? Ila bosi una madoido. Saladini mwisho. Eti Saladini. Saladini kitu gani bwana? Anacheza huyu. Mimi ndo Chipaka. Ina. Okay.
Nafikiri kazi imekwisha. Ndio hivyo. Tangulia twende. Baridi. Twendeni. Ila wewe shemeji, basi twende yetu. Shemeji anasema baridi. Au wewe? Gangu. Nini? Wanaweza wakanisaidia? We! Kweli. Wasitaje? Unasemaje mwanangu? Nakuja. Wewe mwanangu. Jo, usiruche kwa mbali huko. Nakuja. Ila mnipe dini. Maisha itakuwa magumu. Nimekuja na matatizo. Nataka mnisaidie. Kwani tatizo gani mwanangu? Story ndefu. Bosi wangu amefariki. Aliuawa. Mwanangu alikuwa ngoma nini? Hapana. Natumisha sasa. We, bosi wangu aliuliwa. Na kiumbe cha ajabu. Yaani kiumbe hicho kinajiita eti Saladini. Mwanangu inasikitisha sana. Nikikumbuka nalia tena kwa uchungu. Mwanangu nitakusaidia kusijali, au sio? Nitafurahi. Mna noma. Sasa sikiliza, au sio mwanangu? Ndio. Hapa dogo, au sio? Anaitwa IK, au sio? Alafu kutana na Prince ya Sado atia huu. Unasikia mwanangu? Nimefurahi kwa jua. Sasa sijua kwanza unaitwa nisaidieni. Unaitwa nani kwanza? Eliki. Sasa mwanangu IK, mpatie kuku kwanza huyo mzee. Mpatie kuku. Jamani haieleweshi. Sinajua na mawazo. Ndo dili hilo mwanangu, au sio? Ndo dili hili mwanangu. IK, mkamatishe. Chukua mwanangu, chukua mzee. Mwanangu, unavuta mmoja ndani, au sio? Kwa nani mwanangu unatuostisha? Anakosea. Mwanangu fanya kwa ndani. Ongeza. Tulia mwana. Ozee. Ya man. Naona tisa. Tulia mwana. Pinzano. Ya kama tulia mwana. Kaa kwanza. Tunakimbia wapi? Wasichana watano wale naona wanapita. Acha mambo yako. Tena wazuri wanafanana. IK. Wale.
Aikeye, Shori huyo mwanangu asipite hivi hivi. Uko wapi wewe Shori? Yule pale mfate mwanangu, mfate. Jama, acha tufuatilie ule shizo usio mwanangu. Poa, mfate mwanangu. Fanya pasta mwanangu atakimbia, lazima niwe naye wewe. Halo dada. Mimi Naomi. Dada, hapa mimi nimepata matatizo huku Mwanza, hata sijui nikimbilie wapi, hata mimi huku sina ndugu. Mimi dada, nitafanyaje? Fanya basi iwezekanavyo nitumie hata hela nije huku, hela zote hizo sina mwanamume mwenyewe huku. Dada, napata shida mno. Sawa. Saidie dada. Yule umenifuata na huku. Huyo.
Mke wangu Anita, kuna nini? Anita, mke wangu, kuna nini? Mbona sielewi? Sijui na haya maroshuka nini. Natafuta hata pa kwenda. Sijui nirudi kwa Bitirukungu. Nimpa na kobe hakoja. Ama mbona shoke kumwa Bitirukungu. Na leru hano. Jamani. Makoyegete. Nse toko yosinzo na maroshu. Vipi? Mbona sikuelewi? Subira. Subira. Anita, mke wangu. Mke wangu. Mbona sikuelewi? Subira. Ni kitu gani? Kitu gani? Subiri. Subira. Subira. Fredi, naomba utulie. Unakumbuka wewe ni mmoja kati ya majambazi waliomuua baba Sara? Na mimi ndio Sara na mwenzangu ni Subira. Ni katika wale watoto ndio watoto. Na sasa nimekuja kuchukua mali zangu. Kuanzia sasa nitaondoka ndani ya nyumba. Na sasa najiamini. Kumbuka ulipokuwa mama yangu. Sara. Mama. Samehe. Sitaweza kuwasamehe. Kwa nini? Samehe. Mimi sijui. Mimi sijui kama wewe ni jambazi. Sio mke wangu. Naomba msamaha. Ndio. Nendeni mkamtafute mama wangu popote alipo. Kama atawasamehe, na mimi nitawasamehe, lakini sitawasamehe. Subira. Naomba ungie ndani. Tutaongea baadaye. Samehe. Subira, umenielewa? Sawa. Samehe. Nimesema kwamba utasema mama yangu. Kama wasamehe, na mimi nitawasamehe. Sikiliza mke wangu. Utajiri niliopata bahati mbaya umekuja kujua dakika mwisho. Lakini nilikuwa nilipata ghafla. Cha muhimu ni kwenda kumwomba msamaha yule mama basi. Atatusamehe mimi na uhakika. Umeona sasa ulipoomboka Fredi? Ni kweli unaongea. Ndio maana kila nilipokuwa nikikuuliza mume wangu kazi yako ni ipi uniambie Fredi, kumbe ulikuwa unafahamu wewe ni mwizi. Sasa solution tumpate huyo mtu ulikuwa? Usumbuka sana. Ndio hamna kitu aina yote. Nimewaagiza nini na mwafanya nini? Nakuuliza. Sawa. Sikiliza. Tumezunguka sana. Tupo katika njia ya kuendelea kumtafuta Sara. Tusamehe. Kwanza mimi mnanionea. Mimi hata mimi simjui, huyu ndo anamfahamu. Sasa nawaonyesha. Nendeni pale mbele, mtamuona. Una uhakika kama ndio yeye? Yeye huyo.
pia. Kwa hiyo ndio huyu? Mke wangu mimi na uhakika kwa sababu hii nguo naikumbuka mimi. Sasa si umeshampata? Na umesema na uhakika kwamba ndio huyu? Ndio. Sasa naomba usikilize. Ndio. Wakati unafanya uhalifu wa kuiba ulikuwa ni peke yako. Mimi ulinihusisha? Sikutambui kuanzia dakika hii Freddy. Kwa zamani nakwambia hivi, mambo ya msamaha utayajua muombe huyu mama. Wakati unaiba mimi sikuwepo. Sikujui. Mambo shughulika na huyu mama muombe. Wakati unampofua macho ilikuwa ni la yako wewe. Sikujui. Sikiliza mke wangu. Nakwambia sikujui. Sikiliza. Nisikilize nini? Sikiliza, tusaidiane. Tusaidiane na nani? Wakati unaiba si ilikuwa ni la. Samahani sana mke wangu. Majuto ya wizi ndio haya. Shughulika. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu! Mama, usihofu. Mimi hapa nilioko mbele yako ni mwanao. Mwanangu nani? Mwanangu nani? Mimi nilioko hapa mbele yako mama, mimi ndio mwanao Sara. Na Subira utamuona. Na huyu aliyoko hapa pembeni ndio aliyehusika katika kumuua baba Sara. Mbona sikuelewi? Unanipa machungu. Kweli wewe ni mwanangu? Ndiyo mama. Mama, usihofu. Baada ya muda si mrefu utaona. Nina uwezo mkubwa sana wa kukufanya wewe uone. Wewe ndio mwanangu? Ndiyo mama. Wewe ndio mwanangu Sara? Mimi ndio mwanao Sara. Mwenyewe. Na Subira utamuona. Sara. Samehe mama. Sirudi tena mama.
Lakini hawa ni watu aina gani? Wenda wakanisaidia hawa. Huyo ni wafati ni waulizi. Hao ni wasimamishe. Hey! Samani, naombeni kuuliza kwa mganga ni wapi? Namuulizia mganga yule wa hivi. Yuko wapi? Nimekuja, nina matatizo. Nahitaji kusaidiwa. Tatizo gani hayo? Kuna kiumbe cha ajabu kimempokonya mume wangu mali zake zote. Kiumbe hicho si tunakifahamu. Mnakifahamu? Ndio. Mbona ni kiumbe cha ajabu sana? Kiumbe hicho kinaitwa Saladini. Sasa kuna uwezekano wa kusaidiwa? Uko tayari kuwa mchawi? Sasa mganga, kuwa mchawi sio tatizo, endapo tu kama nitaweza kufanikiwa mambo yangu. Basi naweza nikatimiza yale yote utakayoweza kuniambia. Sasa la kufanya uende mtoni, kisha na yale maji kitatokea kibuyu, na kibuyu hicho kitakusaidia matatizo yako yote. Ndiyo, nimesikia. Nitakwenda kufanya hivyo. nije kwako, umeamua kung'ana na wakuu wa giza. Je, uko tayari? Uko tayari kulala makaburini? Uko tayari kula nyama ya mtu? Ndiyo. Basi nichukue mimi na maji ya hapa mtoni, maana haya maji ukimwagia Saladini tayari atakuwa samaki.
fulani, labda turumie. Mimi tukulizu. Hawezi. Dawa ni moja. Lazima tufuate tumuue. Lakini mheshimiwa, wewe uko naye. Wewe utatusaidia, utatueleza au sio? Yeah. Samahani. Hii kaka unaitwa nani? Unapenda kujua jina lako? Ndio. Naitwa Jackson. Asante. Jina lako zuri. Mimi naitwa Sara. Sina hapa unasubiri nani?